Pendwa mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo asifiwe na tumsifu Yesu Kristo. Tumekuwa tukitafakari juu ya habari ya kuja kwa Roho Mtakatifu, lakini mamlaka na nguvu ambayo waamini tunaweza tukaiona kupitia Roho Mtakatifu. Ni masomo ambayo tumeendelea kutafakari katika kipindi hiki cha Pentekoste. Mtumishi wa Mungu katika Matendo ya Mitume ile sura ya pili, miongoni maneno ambayo tumeweza kutafakari ni juu ambavyo wale mitume waliokaa Yerusalemu siku 10 baada ya kupaa mbinguni kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na jumla ya siku 50, yani siku 40 zile ambazo Yesu Kristo alipofufuka akakaa katikati yao na akajidhihirisha kwa watu mbalimbali, na zile siku 40 zilipokwisha ndio akaja akapaa, alafu akawaambia katika ile sura ya kwanza ule mstari wa 8 kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza, akawaambia kwamba wasubiri watapokea nguvu akiwajilia Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu akashuka kwa usiku ya Pentekoste. Kipindi cha Pentekoste sura ya pili Matendo ya Mitume, tunaona kwamba miongoni mwa mambo ambayo yalitokea ni kuvuviwa ile nguvu ya Roho Mtakatifu, kujiliwa na uwezo wa Roho Mtakatifu, na mioyo yao ikabadilika, wakaanza kuwa majasiri, wakaondoa uoga, wakaondoa hofu. Na miongoni mwao tunaona Petro anapoweza kusimama pale Yerusalemu akihubiri neno la Mungu kwa ujasiri, akimhubiri Kristo kwa ujasiri mkubwa sana. Lakini pale watu walipokuwa wakioji, unaweza ukaona katika mstari ule wa 12 maandiko yanasema ule sura ya pili Matendo ya Mitume sura ya pili anasema wengi wakashangaa, wakaingiwa na shaka, wakiambiana maana yake ni nini mambo haya. Kunena kwa lugha, walikuwa wanaambiwa mambo haya ni nini, waliingiwa na shaka. Lakini ule mstari wa 13 unasema wengi wengine walidhiaki wakisema wamelewa kwa mvinyo. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11 akapaza sauti akawaambia, enyi watu wa Yahudi na ninyi wote mkaao Yerusalemu, lijueni neno hili, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 mchana. Lakini akasema, lakini jambo hili lilinenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli, itakuwa siku ya mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wangu roho yangu, na wana wenu na mabinti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Nini ambalo tunaweza tukajifunza kutokana na maneno haya? Ni kwamba Roho Mtakatifu anatufunulia mambo yajayo. Kwa hiyo tunaweza kuwa na nguvu ile ya kuona maono, ya kuweza kutabiri, ya kuweza kujua nini Mungu atafanya baada ya saa hii au baadaye. Lakini jambo jingine tunaweza kujifunza katika siku ile ya Pentekoste lilitokea ni uwezo wa kubadilika, uwezo wa kunena kwa lugha, uwezo wa kutambua, uwezo wa kufahamu, uwezo wa kufundisha, uwezo wa kufundishwa, lakini uwezo wa kubadilika, kwa maana ya kwamba kama ukitazama wale mitume wengine walikuwa dhaifu sana. Wengi walitajwa kwenye maandiko sio wale ambao pengine waliinuliwa kuweza kufanya kazi kubwa ya Mungu, ikiwemo kwa mfano Filipo huyu ukitaja ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 8, aliweza kusimama kule Samaria, na miongoni mwa maeneo ambayo Yesu alitabiri kwamba watakuwa mashahidi wake ni pamoja na Samaria. Kule Samaria lilipofika neno la Mungu kupitia kinywa cha Filipo, watu wengi waliokoka, watu wengi walimjua Mungu. Alafu baadaye akaja Petro, akaja Yohana, walikokuja wale wakawabatiza. Biblia inasema wakajawa nguvu ya Roho Mtakatifu, nao wakaweza kunena kwa lugha. Alafu pale Samaria alisimama mtu mmoja anaitwa Simoni. Huyu alikuwa ni mchawi, alikuwa akifanya mambo ya miujiza kwa njia za kichawi. Huyu naye akamwamini Mungu, lakini pia akatamani apokee ile nguvu ya Roho Mtakatifu kwa namna nyingine, ili akaitumie kuweza kuwaragai au kuwarubuni watu. Maandiko matakatifu yanasema Petro akaweza kumuona ndani ya moyo wake. Nini ambacho tunajifunza? Kwamba ile nguvu ya Roho Mtakatifu iliweza kumuonyesha Petro kwamba huyu Simoni mchawi, kuna kitu ambacho anakitafuta sicho cha kimungu ndani ya moyo wake. Kwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ilibainisha hayo, alafu akawaombea, yeye akaondoka. Lakini Filipo, unaweza kumuona ile sura ile ya 8 Matendo ya Mitume, ndio aliyeshuka akakutana na yule mkushi kutoka Ethiopia ambaye alienda kuabudu kule Yerusalemu. Yule mkushi alikuwa anafunua vitabu vya Agano la Kale, kitabu cha nabii Isaya, juu ya habari ya kuteswa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kuchukuliwa kama kondoo wa Pasaka. Lakini akiwa na tafakari, Filipo akavuviwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, alafu akaenda akakutana na yule mkushi. Maandiko matakatifu yanatuambia alipokutana naye akaanza kumhubiria habari za neno la Mungu. Nguvu ya Roho Mtakatifu inatuunganisha na neema nyingine. Alipokuwa anamhubiria habari za neno la Mungu, yule mkushi akachoma moyo, akatamani kubatizwa. Kwa
Kwa nini alitamani kubatizwa? Kwa nini? Filipo alimwambia kwamba kile ambacho anakiona, kama atavuviwa nguvu ya Roho Mtakatifu kupitia ubatizo wa Roho na moto, basi atakiona zaidi ya kile ambacho anakijua. Lakini mafunuo pia ya neno la Mungu ya kwake yatakuwa kwa uaminifu sana, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Alafu wakati Filipo anazungumza maneno haya, yule Mkushi akasema, maji haya ninayaona, sasa nini kitanizuia kubatiza? Kumbe Mungu anapotufunulia kupitia Roho Mtakatifu maneno yake, nguvu yake, neema yake, manake hakuna kitakachotuzuia. Pale Yerusalemu, katika mambo ambayo utajifunza ni kwamba baada ya Petro kuhubiri sana, Matendo ya Mitume ile sura ya 2, na watu wote wa pale Yerusalemu waliposikia neno lile, maandiko yanasema katika ule mstari wa 37, walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatize kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate kuondolewa dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hapa jambo utakalojifunza ni kwamba ili kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu lazima moyo wako utakaswe. Lazima moyo wako uonekane uko hauna mawa, hauna dosari zozote. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, manake nini? Ataongeza kipawa kingine. Kama una kalama itainuliwa. Kama una kipawa kingine ambacho pengine Mungu alikupa zamani, kile kitaanza kuonekana na kujidhihirisha. Lakini atakupa kibali, atakuunganisha na miunganisho mema, miunganisho ya neema, miunganisho ya baraka, miunganisho ya kuinua kile ambacho unacho sasa. Hao watu walichoma moyo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapohubiriwa, nguvu za Mungu zinashuka. Na nguvu za Mungu zikishuka, manake nini kinatokea? Kama hao watu pale Yerusalemu, Biblia inasema wakachomwa mioyo. Mioyo yao ikachomwa. Alafu Petro akawaambia nini wanachopaswa kufanya. Alafu ule mstari wa 40 mstari wa 39 anasema, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na wote walioitwa na Bwana Mungu wa mjie. Kumbe ahadi ya Roho Mtakatifu sio kwa ajili ya kundi la watu fulani tu. Ahadi ya Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya mataifa yote, kama Yoeli alivyotabiri. Lakini anasema akawashuhudia kwa maneno mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao walipopokea neno lake wakabatizwa, na Biblia inasema siku ile wakaongezeka wapata watu 3,000. Nguvu ya Roho Mtakatifu iliongeza watu kanisani. Kwa mtumishi wa Mungu, tunapomtafakari Roho Mtakatifu, ona haya maongezeko, ona hiyo neema, na Biblia inasema wao watu wakaja pamoja wakatengeneza kanisa. Mungu kupitia Roho Mtakatifu akatusaidie, akatuinue, akatubariki na kutuongoza vema katika neema yake. Na tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo iliyo njema. Asante kwa ajili ya fadhili na upendo wako. Uwe pamoja nasi, ukatulinde, ukatufanikishe na kutuongoza katika neema yako. Ukaibariki siku ya leo, ukatulinde na mabaya yote na kutuelekeza katika njia zako zilizo kamilifu. Lihimidiwe na litukuzwe jina lako sasa na wakati wote. Ni katika Kristo Bwana wetu tumeomba.